China inasema Marekani imekiuka pakubwa makubaliano ya kibiashara na kwamba inachukua hatua kali kutetea maslahi yake. Wizara ya biashara ya China inasema Marekani imehujumu makubaliano yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo huko Geneva mwezi uliopita, ambapo nchi zote mbili zilipunguza ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka kwa kila mmoja. Msemaji huyo aliongeza kuwa hatua za Marekani pia zimekiuka pakubwa makubaliano na maafikiano yaliyofikiwa wakati wa mazungumzo ya simu ya mwezi Januari kati ya kiongozi wa China Xi Jinping na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Maoni hayo yanawadia baada ya Trump kusema siku ya Ijumaa kwamba China imekiuka kabisa makubaliano yake na sisi. Rais wa Marekani hakutoa maelezo, lakini mwakilishi wa biashara Jamieson Greer baadaye alisema China haikuondoa vikwazo visivyokuwa vya ushuru kama ilivyokubaliwa chini ya makubaliano hayo. Chini ya mapatano ya kibiashara yaliyofanyika mwezi Mei katika mkutano wa Geneva, Marekani ilipunguza ushuru uliowekwa kwa bidhaa kutoka China kutoka 145% hadi 30%. Ushuru wa kulipiza kisasi wa China kwa bidhaa za Marekani ulipungua kutoka 125% hadi 10%. Siku ya Jumatatu ya leo, Beijing imesema ukiukwaji wa makubaliano ya Marekani ni pamoja na kusitisha uuzaji wa programu za kutengeneza chip za kompyuta kwa makampuni ya China na kuonya dhidi ya kutumia chip zilizotengenezwa na kampuni kubwa ya teknolojia za China za Huawei na kufuta visa kwa wanafunzi wa China. Makubaliano hayo yalifikiwa mjini Geneva yaliwashangaza wachambuzi wengi, kwani ilionekana kuwa pande hizo mbili ziko mbali sana na masuala mengi ya kibiashara. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump wakati huu ni kama vile haoni thamani ya makubaliano hayo, kulingana na taarifa zilizotolewa na Uchina. China inaeleza kwamba kwa namna hiyo ni kwamba ni ngumu sana kufanya biashara na rais wa Marekani Donald Trump na kufanya makubaliano. Jambo kuu la mzozo limekuwa ni udhibiti wa usafirishaji wa Beijing kwenye madini adimu na bidhaa zinazohusiana ambazo ziliwekwa kama sehemu ya kulipiza kisasi dhidi ya ushuru wa bidhaa za kutoka nchini Marekani, na ambao Trump aliweka ushuru zaidi kwa bidhaa hizo za Wachina. Kufuatia mazungumzo hayo, maafisa wa Marekani walitarajia China kupunguza vikwazo vya usafirishaji wa madini hayo ambayo ni sehemu muhimu ya kila kitu, kuanzia simu za iPhone na magari ya umeme hadi silaha kubwa kama vile ndege za kivita za F-35 na mifumo ya makombora. Lakini vizuizi havijaondolewa na vinasababisha hasara kali ndani ya utawala wa Trump na kusababisha safu ya hivi karibuni ya hatua zilizowekwa kwa Uchina. Maafisa watatu wa utawala waliambia shirika la habari la CNN wiki iliyopita. Wakati huo huo, Beijing ilishutumu Marekani mwezi uliopita kwa kudhoofisha makubaliano yaliyofikiwa Geneva baada ya Washington kuonya makampuni dhidi ya kutumia chips za artificial intelligence zilizotengenezwa na mabingwa wake wa kitaifa wa kiteknolojia, kampuni ya Huawei. Katika kuongezeka zaidi kwa mvutano, Marekani kisha wiki iliyopita ilihamia kupunguza mauzo ya teknolojia muhimu kwa China na kuzuia idadi ya wanafunzi wa Kichina ambao wanasoma nchini humo Marekani, na kuangazia jinsi upeo wa ushindani wao ni mpana zaidi kuliko biashara tu. Katika taarifa ya leo Jumatatu, Wizara ya Biashara ya China imegusia hatua hizi ikisema Marekani imeanzisha mfululizo wa vikwazo vya kibaguzi dhidi ya China baada ya mazungumzo ya uchumi na biashara huko Geneva, ikiwa ni pamoja na kutoa miongozo ya udhibiti na usafirishaji wa chip za IA na kusimamisha uuzaji wa program za kubuni za chip kwa Uchina na kutangaza kufutwa kwa visa vya wanafunzi wa China. Beijing pamoja na miji mikuu mingine ya Asia pia inahisi shinikizo la msuguano wa kibiashara nyumbani katika shughuli za utengenezaji wa China ambao ilipungua mwezi wa pili na mwezi Mei. Uchunguzi rasmi ulionyesha ushuru ulioweka kwa mwaka huu kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani, soko lake kubwa zaidi la mauzo ya nje, kwa sasa unafikia 30% bila kujumuisha ushuru wowote uliokuwepo hapo awali. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.